Vita vinavyoendelea kati ya Israel, Marekani na Iran vimeanza kutia wasiwasi mataifa mengi ambayo yanategemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Hii ni baada ya meli kadhaa za mafuta kushambuliwa na Iran na Marekani zikiwa safarini kwenye mlango wa Hormuz na kuchangia mataifa mengi kuanza kushuhudia uhaba wa mafuta. Iran imekuwa ikitumia makombora na ndege zisizo na rubani na kuharibu baadhi ya matangi ya gesi katika mataifa ya Ghuba, hali ambayo inazidi kutia hofu ya kusambaratika kwa uchumi wa mataifa hayo. Taifa la Kenya ambalo limekuwa kwenye mkataba na serikali ya Saudi Arabia limeanza kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu changamoto za uhaba mafuta iwapo vita hivyo vitazidi kuendelea. Ripoti iliyotolewa na mamlaka kudhibiti bei ya mafuta nchini IPRA ilisisitiza kuwa bei ya mafuta ya petroli itasalia licha ya uagizaji wa malighafi kuwa na changamoto, ikisema serikali imehifadhi mafuta ya kutosha na kwamba mkataba wa serikali wa G2G umesaidia pakubwa kudhibiti mafuta. We are following it on a daily basis with the suppliers of the country, and as you may be aware, this are traders. In terms of the load ports could change in the event that there's a challenge at what load port. So then the closure or the challenge of the strait may not necessarily apply if we apply ourselves and apply our minds ingeniously, working together with the suppliers on looking at different load ports. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ameilaumu mamlaka IPRA na serikali dhidi ya mipango ya kuongeza bei ya mafuta petroli kwa kisingizio cha vita vinavyoendelea nchini Iran. Nyinyi wenyewe kama serikali, you have come in the open to say that there is no ship that has docked into Kenya carrying fuel products since the instability in Iran. And therefore it is obvious that mafuta ambayo iko Kenya was imported through the prices before there was instability in the Middle East. So we are calling upon you as EPRA and the national government. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices and blaming it on Iran. You cannot have your cake. You cannot have your cake and eat it. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ameionya Israel dhidi ya kushambulia Iran hasa katika visima vya gesi, akisema Israel inafaa kusitisha mashambulizi na kwamba hakuna tena mashambulizi kwenye visima vya mafuta na gesi. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.